Familia moja huko Kitengela katika kaunti ya Kajiado inalilia haki kufuatia kifo cha mwanao wa umri wa miaka 22 katika hali ya kutatanisha kwenye jumba linaloendelea kujengwa. George Kariuki alifariki papo hapo baada ya kuanguka kutoka orofa ya 5 ya jengo hilo. Tazama. Familia ya Kariuki inadai kwamba alisukumwa hadi kuanguka na mashine ya kuchanganya kokoto na simiti. Madai haya hata hivyo yameibua maswali kwa familia yake inayotaka kufahamishwa kwa nini shughuli za ujenzi zilikuwa zikiendelea wakati wa usiku na kwa nini mashine hiyo ilikuwa inaendeshwa na mtu ambaye hajahitimu. Masaa yenye nilisikia ati alianguka ni masaa ya saa 2 za usiku. Alafu nikakomesha hii kitendo kwa sababu kampuni wanafaa kuwajibika na mambo ya kazi. Hiyo ni kampuni kubwa, wanafaa waajibike wakiwa kazini, wanafaa kuwa na watu wao wenye wako na experience ya kufanya hiyo kazi. Babake Kariuki, Francis Gitonga, alimtaja mwanawe kuwa kijana mwenye bidii na nidhamu ambaye amekuwa akifanya kazi ya kibarua ili kupata karo ya kozi ya kuendesha mashine za ujenzi. Nilipokea karibu saa 3. Hata mtoto wangu ameanguka. Nikatuma brother yake akuja aangalie. Akikuja akaambia brother yake wako kwa moshari. Alifundisha Matinga, anataka kuenda tarehe 22 kwa mtihani mwezi huu. Mtoto wa 3 na mtoto mzuri, tunasaidiana naye. Uchunguzi wa mwili kwenye hospitali ya kaunti ndogo ya Kitengela ulionyesha kwamba Kariuki alifariki kutokana na majeraha mabaya na kuvuja damu kwa wingi. Kama serikali unafaa kuingilia kuingilia hizi tenda na muangalie hizi nyumba zinajengwa usiku. Kwa sababu gani? Ni wengi wanaumia na wengine hawapatikani. So tunaomba serikali ishike mkono wake. Kamanda wa polisi wa kaunti ndogo ya Isinya, Simon Lokitari, alisema uchunguzi kuhusiana na kifo hicho unaendelea.